Ujambo na karibu tena mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbwa katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite naja tena mbele zenu wapendwa, sehemu na kipindi na mada hii ambayo tayari mzaliwa wa pili ambaye ni Zurula San ameishitoa kwetu. Ndugu zangu, kama jinsi mnavyoona, tema ya siku ya leo ni tema ambayo walio wengi wanapitia, lakini kwa mara hii aza kwa wakati huu tutaongelea mhusika mmoja. Naposema kwamba walio wengi wanapitia, ni kwa sababu temi nasema uhalifu na adhabu. Maana kunapokuwa uhalifu, adhabu inakuwepo. Sasa sisi tutaenda kuzungumzia uhalifu na adhabu ambayo mmoja kati ya mapatriaki wetu aliyoipata hiyo adhabu. Tutaenda kuwaonyesha na tutaenda kuongea alikuwa ni nani aliyepata na kwa nini alipewa adhabu hiyo. Mafundisho yetu yatatoka ndani ya Kalata Ndimsi kama kawaida. Kitabu hiki ambacho unaweza ukaagiza kupitia leseditionszurulasan.com. Ni historia aidha mambo ambayo yaliyotendeka ni kuhusiana na Soma, yani Soma ambaye wataita kwa jina la Yuda. Yuda mmoja kati ya watoto wa Tindi ambao wataita Yakobo. Maana tunajua kwamba Tindi ambaye wataita Yakobo alikuwa na watoto 13. Alikuwa na wavulana 12 na msichana mmoja ambaye 13. Sasa kati ya watoto wake kuna mmoja ambaye aliitwa kwa jina la Soma, ambaye ndani ya Biblia za kisasa watambadilisha jina, wataita kwamba ni Yuda. Huyo mtoto yani Yuda ambaye ni Soma alikuwa na watoto hawa 3 wavulana. Sasa ndani ya Biblia za kisasa wanaongelea sasa mmoja kati ya watoto wake. Kwanza kati ya hao 3 mmoja, kaka mkubwa alifariki, na alipofariki sasa kuna yule wa pili yule ambaye alienda alimchukua mke wa kaka yake, yani alitembea naye, alilala naye, mke wa kaka yake. Na kutokana na kitendo hicho ambacho kilitendeka, wengine wataelezea zaidi sana kwamba Mwenyezi Mungu ndani ya Biblia za kisasa kwamba alifanya nini, alimwadhibu, akamuoa. Sasa swali ambalo tunaweza tukajiuliza, kwa nini ndani ya Biblia za kisasa wanasema kwamba mtoto wa Yuda kwamba Mungu alimuoa? Alifanya kosa gani? Ni nini alichokifanya hasa? Lakini hawa wanaojiita wachungaji, mitume na manabii ambao hawana maarifa yoyote ile ya kiroho, wao wanasema kwamba aliuawa kwa sababu alikuwa akipiga punyeto, kwamba alikuwa akipiga punyeto na ndio maana Mungu akaamua kwamba apate kumuoa. Haya yote wanaongea kwa sababu hawajui kitu chochote kuhusiana na mambo ya kiroho yale ambayo yalitendeka. Ni kweli historia hii ilitendeka, lakini wahusika sio kama hao wanaotajwa ndani ya Biblia za kisasa, kwa sababu majina yao ndio haya ambayo tutaenda kuyaongea. Kwa hiyo huyu aliyeuawa, huyu ambaye aliyopewa adhabu, ndiye tutaenda kugusia kwa siku ya leo. Anaitwa kwa jina la Diuse. Ndio maana tunaenda moja kwa moja katika kitabu cha Kolaita ambaye wataita kwa jina la Yusufu, mmoja kati ya watoto wa Tindi. Kolaita sura yake ya kwanza mstari wa 53, lakini sio yeye anayeongea hapa, ingawa ni kitabu chake. Huyu atakayeongea hapa ni Soma mwenyewe, yani mmoja kati ya kaka zake. Anasema hivi: ndipo mimi Soma nikamwambia mwanangu Diuse. Diuse, jina hilo ndio jina lake halisi kabisa huyu mtoto, kijana wake Soma, na maana ya jina hilo Diuse ni kosa. Maana yake ni kosa. Ikiwa jina linamaanisha kwamba ni kosa, je, kwa sababu jina hilo linamaanisha kwamba ni kosa, maana yake alitakiwa kwelikweli kutenda kosa? Jibu ni hapana, kwa sababu unaweza ukawa na jina lakini ukafanya vizuri kuhusiana na hilo jina, na hilo jina litachukua maana nyingine. Kwa hiyo moja kwa moja tunaanza kuona kwamba yeye Soma alimwambia Diuse ambaye ni mtoto wake. Na kwa nini alimwambia Diuse? Kwa sababu mwelewe kwamba hapa tayari kaka yake ya Diuse ameshafariki kabisa. Sasa kitendo ambacho, kwa sababu Yuda ambaye ni Soma, kabla hata ya kifo cha mtoto wake huyo wa kwanza, kuna kitu ambacho Soma alikiona kwa huyu Diuse, mtoto wake wa pili.
kuna jambo ambalo aliloliona kwake. Ina maana kwamba alichokiona Soma ni kwamba huyu Diuse alikuwa akimtamani mke wa kaka yake. Sikilizeni kwa makini, alikuwa akimtamani mke wa kaka yake, kwa sababu yeye Soma ambaye ni baba alikuwa anaona namna gani anavyomtazama huyo shemeji yake. Kwa sababu ndio maana anasema kila wakati wazee wetu zamani walikuwa najua ikiwa huyu anamtazama huyu fulani kwa sababu anampenda, anamtaka nini, aweza namna gani. Hayo mambo yapo hata kwa wakati huu, ikiwa umeanzishwa unaweza kujua kwamba huu mtazamo ni mtazamo ambao unaonyesha kwamba huyu mtu ananipenda, aidha huyu hanipenda, huyu alifuatilia mambo kama haya. Kwa hiyo Soma yeye aliona namna gani Diuse alivyokuwa akimtazama shemeji yake, alivyokuwa akimtazama mke wa kaka yake, na sio tu kwamba alikuwa akimtazama shemeji yake baada ya kifo cha kaka yake mkubwa. Hapana, yaani alikuwa anamtamani kabla hata kaka yake hajafariki. Hivi sijui kama unaanza kuelewa haya mambo. Yaani Diuse anapomuona shemeji yake mke wa kaka yake, wow, alikuwa anamtazama, alikuwa anampenda, alikuwa anamtamani, na wakati kaka yake bado angali hai. Kwa ndio maana Soma ambaye ni baba yake alikuwa anayaona hayo, bali hakuongea kitu chochote katika nyakati hizo. Sasa alipofariki mwanaye huyo mkubwa, ndipo Soma akahisi kitu fulani, ndipo atamwambia mwanaye Diuse akisema, unajua wajibu wako kama jamaa wa karibu wa marehemu, lazima umpatie kaka yako uzao. Ndivyo alivyoanza kumwambia huyu mwanaye ambaye ni Diuse. Kwa hiyo Soma alikuwa tayari ameshaona mara kwa mara namna gani Diuse alikuwa akimtazama shemeji yake, na ndio maana mwanaye mkubwa alipofariki, yeye Soma atamwambia Diuse kwamba muowe shemeji yako, umpatie kaka yako uzao. Hapa msikilize vizuri, kwa sababu mafundisho ni makubwa sana. Kuna funuo ambayo mwezi mkamili haya tunayapata kutoka kwa Wazaliwa pia ambaye ni Zurula 100. Kwa nini Soma aliamua kwamba amwambie mwanaye Diuse maneno haya? Maana kulingana na sheria anajua kwamba sio vizuri. Kwa sababu kitu cha kwanza, Soma alimwambia mwanaye kwamba aende kuoa shemeji yake kwa sababu kwanza alikuwa anampenda mtoto wake huyo ambaye ni Diuse, na kwamba kitendo cha kumtamani shemeji yake bila kumpata huyo shemeji yake, Soma aliona kwamba ni maumivu makubwa ambayo mwanaye Diuse anayapitia. Ndio maana sasa, ili kuyaondoa hayo maumivu anayoyapata kwa kumtamani kila mara, akapenda kumtoa katika hiyo hali, akamruhusu amuowe shemeji yake. Ndio maana akasema, kwa hivyo muowe mjane wake, yani Mukusa ndio mjane, kwani naona jinsi unavyomtazama. Kwa hiyo Soma akasema kwamba basi nenda ukamuoe, kwa sababu mimi ninaona namna gani unavyomtazama huyo mke wa kaka yako, kwa sababu ya namna unavyomtazama na kuruhusu wende ukamuoe. Mnajua tatizo la baadhi ya wazazi wetu ni kwamba ni kweli wanapenda watoto wao wawe na furaha, wawe na amani, wawe na faraja, lakini katika kuwa na furaha kwa watoto wao, wazazi hawatakiwi waende zidi ya sheria za neno. Unaweza ukapenda kwamba mtoto wako awe na amani, awe na furaha, umweke vizuri, umtafutie hiki apate hiki, lakini apate katika njia ambayo iko sahihi, lakini sio kumwingiza mtoto wako angalau yeye apate furaha, lakini huku umevunja sheria, sio vizuri. Na hicho ndio kitu ambacho yeye Soma alichokifanya, hakufanya vizuri, kwa sababu kweli mtoto wake atajihisi vizuri kwa sababu ni tamaa yake ambayo alikuwa nayo, lakini yeye Soma anaangaliaje hilo jambo kuhusiana na sheria ya ukweli ya neno la Kelobatete? Tayari ameenda kabisa zidi ya sheria, yaani kuamua mwanawe aende kuoa shemeji yake kwa sababu apate kuwa na furaha, atimize kile ambacho kilichokuwa kinamsumbua, ni kwenda zidi ya sheria.
Hilo si jambo zuri, lakini alilifanya katika lengo la kufanya kwamba huyo mwanaye Diuse awe na amani, arizike kwa kile ambacho alichokifanya. Kwa hiyo Soma alienda zidi ya sheria ya neno la Keluba Tite. Ndio maana kitabu cha Kalata Mukaisedi, kitabu cha Daniel sura yake ya kwanza mstari wa 765 hadi 767 anaanza kusema hivi Mukaisedi kwamba ndugu wawili, yani kuna kaka wawili, yani kaka mkubwa kaka mdogo, ndugu wawili watakapoishi pamoja, iwe katika nyumba moja au la, na mmoja wao akafa bila kuacha mtoto, mjane wake hataolewa kamwe na kaka wa marehemu, kwa mabano shemeji yake. Kwa hiyo katika familia mbalimbali tunavyojua sisi katika dunia hii, na zaidi sana unapoona wasi Afrika, mnaweza kuona kuna kaka mkubwa ambaye ameoa mke wake, ana mke wake, labda yeye anaishi sehemu nyingine, familia iko huko, ana wadogo zake pia, ana mdogo wake. Sasa inaweza ikafika kwamba wakati ambapo mdogo anakuja kumtembelea kaka yake sehemu ambapo yupo, lakini cha kushangaza anapomwona mke wa kaka yake, huyo moja kwa moja anafanya nini? Anaanza kumtamani mke wa kaka yake, anaanza kumtamani shemeji yake, na wakati mwingine pia ni mke wa kaka yake ambaye atamtamani mdogo wa mme wake, shemeji yake. Haya mambo mnayaona, haya mambo yapo, haya mambo yanatendeka, lakini mnatakiwa kuelewa kwamba ukimtamani mke wa kaka yako wa damu, hapa tunaongelea kwa sababu hapa ni damu kabisa, toka nitoke, wa familia baba na mama. Unapomtamani mke wa kaka yako wa damu kabisa, inamaanisha kwamba haumpendi kaka yako. Watu hawaelewa haya mambo. Yaani unapomtamani mke wa kaka yako inamaanisha kwamba haumpendi kaka yako, na ikiwa shemeji yako naye pia anakutamani wewe mdogo wake na mme wake, maana yake hampendi kaka yako, mke wake hampendi kaka yako. Hili ni jambo ambalo mnatakiwa kulielewa kwanza, ndugu zangu. Ndio maana Mukaisedi hapa anafafanua na kutueleza kwamba hautakiwi kuoa shemeji yako, maana kaka yako amepita hapo. Kaka yako tayari ameshapita hapo, hautakiwi kamwe kumuoa mke wa kaka yako, hata kama ameshafariki. Sikilizeni kwa makini, mtaenda kunielewa leo, ndio mtaona ukweli ulivyo. Hapana hizo takataka ambazo walituletea za dini za ajabu ajabu, ukweli huko hapa. Sikilizeni vizuri, nimerudilia tena, nasema hivi, yaani hautakiwi kumuoa mke wa kaka yako, yani shemeji yako, hata kama kaka yako amefariki. Wengine wanaweza wakasema kwamba Imani, kuna tatizo gani ikiwa kaka yangu mimi amefariki? Sasa nikisema niende kumuoa, tatizo liko wapi bwana? Mbona ameshafariki? Wengine watasema mbona Biblia inasema kwamba hadi kifo kitakapofanya nini? Kitakapowatenganisha. Ni kweli wanasema hivyo, hadi kifo kitakapowatenganisha, lakini kwa nini sio vizuri? Kuna jambo ambalo lipo bado, ambalo tutaenda kuwafunulia baadaye kidogo, mtaenda kuelewa kwa nini sio vizuri. Ndio maana naendelea kusema Mukaisedi, ikiwa kaka wa marehemu anataka kumchukua shemeji yake kama mke wake, shemeji yake atapanda hadi lango la jiji kuelekea walioanzishwa na kusema, shemeji yangu anataka kunichukua kama mke wake. Kwa hiyo hapo ameshauriwa, ikiwa anaona kwamba kuna shemeji yake, yani mdogo wa mme wake, ambaye anapenda kwamba lazima yeye amuoe huyo mwanamke, anashauriwa kwa aende kuwaona walioanzishwa, aende kuwaona walioanzishwa. Unaenda kuwaona walioanzishwa. Ikiwa unaona kwamba gari shemeji yako anakutamani, kama vile kwelikweli anaonyesha kabisa tabia za kupenda akuchukue kwamba uwe mke wake, lazima uende kuwaona walioanzishwa. Ndipo walioanzishwa wa jiji lake watakapomwita na kuzungumza naye. Kwa hiyo yani shemeji yake anaenda kuambia walioanzishwa, alafu wanamwita mdogo mtu ili kwamba waende kuongea naye. Kwa hiyo walioanzishwa watajaribu kumshauri
huyo kijana, watajaribu kumwambia kwamba kitendo unachotaka kukifanya yaani ni kitendo ambacho unajitafutia mwenyewe laana. Unataka kufanya chukizo, ni kitu ambacho hakifanyiki, sio vizuri kufanya hivi. Kwa hiyo atapewa mashauri, ataonyeshwa mambo ambayo yapo, ambayo yanaweza yakasababisha, yanaleta matatizo katika maisha yake. Kwa sababu kiroho, ikiwa mnataka sasa kuelewa vizuri kiroho, ukilala na mke wa kaka yako, hata kama kaka yako amesha fariki, kimafumbo unalala na kaka yako. Narudilia tena, kwa namna ya kiroho kabisa, ukilala na mke wa kaka yako, hata kama kaka yako amesha fariki, kimafumbo unalala na kaka yako. Tutaenda kueleza namna gani. Ndio maana watu hawajua haya mambo yako namna gani. Lazima ukweli uje, mpate kufunuliwa kwa nini hii inakatazwa, kwa nini lile linakatazwa, mwelewe vizuri. Mwanaume anapofariki, ambaye alikuwa ameoa, ana mke wake, ina maana kwamba amefariki, ameacha mke wake. Mke wake anakuwa nani? Anakuwa mjane. Sasa ikiwa mwanamke huyu alikuwa anampenda mme wake, wakati mme anapofariki, huyu mwanamke lazima atalia, atakuwa na huzuni, na wakati anapolia hamfikirii mwanamume mwingine. Hapa analia kwa sababu mme wake amefariki, analia, na wakati anapolia sasa anafikiri namna walivyokuwa wakiishi pamoja na mme wake, kwa furaha waliokuwa nayo, haiza kwa magumu ambao walikuwa wanapitia, lakini pamoja na hilo walivumilia. Anakumbuka namna walivyokuwa wakijirusha, wakienda huko na huko nje, sijui migahawa nini, kula kwenye haya mambo yote anayakumbuka. Anakumbuka safari ambazo walizokuwa wakizifanya pamoja, anakumbuka hata pia namna walivyokuwa wakifanya tendo la ndoa. Haya mambo yote yamo ndani ya mwanamke. Nafikiri kwamba hapa mnaelewa vizuri. Maana yake, ingawa kifo kimewatenganisha kimwili, ni kweli, lakini kihisia bado hawajatengana wawili. Sikilizeni kwa makini, emotionally, kama gisi wanavyosema wa Kiingereza, yaani wako kitu kimoja. Sikilizeni kwa makini, maana yake muungano wa huyu mwanamke na mme wake bado upo, bado upo hapo, lakini sio kimwili tena, bado unabaki kihisia, kwa namna anavyohisi, kwa namna walivyokuwa. Huo uwepo wa huyu mwanamume bado upo, kwa sababu mwanaume wa mwisho kuwa naye, mwanamume wa mwisho kulala naye ni mme wake. Maana yake mme wake bado yupo ndani ya mke wake, kutokana na ndoa waliokuwa nayo, kutokana na vile walivyotenda, kutokana sasa na hisia na mawazo na kila kitu ambacho walichokifanya wakiwa pamoja, bado huyo mwanaume angali ndani ya huyo mwanamke. Sijui kama unaelewa hili. Ndio maana kuna wanawake wengine ambao mara wanajihisi amefiwa, mfano mume wake hayupo tena, kukija mwanaume mwingine ambaye anapenda kumtongoza awe naye kwamba amuoe, anajihisi kwamba kama vile ni kama vile anaenda nje ya ndoa, yani kama vile anamfanyia mume wake kitu ambacho si kizuri, na wakati mume wake hayupo. Kuna baadhi ambao wanahisi hilo. Sikilizeni kwa makini. Ndio maana mara nyingi zamani kabisa mwanamke mjane anapobaki, walikuwa wakimfanyia ibada. Yaani kuna ile ibada ambayo walikuwa wanasema kwamba ibada ya ujane. Ibada hiyo ya ujane ilikuwa katika lengo ya kuondoa haya mambo yote ambayo nimeongea hapa. Yaani kuondoa, yani hadi afikie muda ambaye hafikirii tena mume wake kwa namna ile anapojihisi, yote itoke. Yani njia yote ambayo mume amepitia, yani yote ifutwe kabisa katika ufahamu wake, ifutwe katika hisia zake zote. Kwa hiyo asiwe anamfikiria tena. Haya mambo yalikuwa yanatendeka kuhusiana na wanawake ambao ni wajane, ili kuhakikisha kwamba anabaki katika hali ambayo hayupo tena katika mawazo. Kwa hiyo Diuse ambaye ni mdogo, atakapoona shemeji yake yeye, na baada ya kupewa ruhusa na baba yake, yeye ataenda kulala na huyo shemeji yake. Si tu
na shemeji yake, bali pia anaenda kulala pia na uwepo uliobaki ndani ya shemeji yake. Sijui kama mnaelewa hilo, analala nao pia. Ndio maana Mukaisedi akasema ni vema kwenda kuwaona walioanzishwa wa jiji hilo ambapo unaishi, kwamba waambie kwamba huyu shemeji yangu anapenda kunichukua kama mke wake, anapenda kunihoa. Sasa walioanzishwa wataongea na huyo kijana, watamwambia, watamshauri, watamwambia sio vizuri, hili jambo halikubaliki kulingana na neno. Sasa huyo kijana akisisitiza, akisema kwamba mimi ni huyo, sikilizeni sasa kile ambacho kitafuata. Anasema aking'ang'ania kumchukua shemeji yake kuwa mke wake, basi huyo mwanamke atamkaribia chini ya mitazamo ya walioanzishwa, hatamvua kiatu chake, lakini atamtemea mate usoni. Maana yake nini? Maana yake kitendo cha kumtemea mate usoni shemeji yake ni kuonyesha ubaya wa kitendo alichotaka kukifanya cha kutaka kulala naye kuwa mke wake. Yaani ni kitu ambacho si kizuri kulingana na ukweli. Kwa hiyo atamtemea mate usoni mwake, atamvua kiatu, atamtemea mate. Ndio maana kitabu cha Misongi ambacho wataita Hesabu sura yake ya 16 mstari wa 19 inasema, na Mutatidi akanijibu, kama baba yake angemtemea mate usoni, je, hangefunikwa na aibu kwa wiki moja? Alama ya kuuliza. Kwa hiyo kitendo cha kumtemea mtu mate usoni ni kuonyesha aibu yako mwenyewe ambayo unataka kuifanya. Maana mtu akikutemea mate usoni, ndugu yangu, ina maana kwamba mtu huyo hakuthamini hata kidogo, yaani wewe ni bure kabisa. Kwa ndio maana Mutatidi akaendelea kuuliza, je, kama baba yake angemtemea mate usoni, hangefunikwa na aibu kwa wiki moja? Ndiyo, na aondolewe kutoka miongoni mwa walioanzishwa kwa wiki moja pia. Hapo ndipo atakapopona na kuruhusiwa kurudi. Hiyo ni historia ambayo nyote mnajua, wakati ambapo dada yake Abusi ambaye ni Nyembame na kaka yake mkubwa ambaye ni Mwenene ambaye wataita Haruni walipomteta, walipoanza kumzungumzia vibaya mke wa Busi na kile kilichotendeka. Wenda watu hawaoni kitendo hiki kilivyo kibaya kiroho, ndugu zangu. Yes, watu hawaoni namna gani kitendo hiki namna kilivyo kibaya sana, kwa sababu walio wengi wameshajitenga sana na kiroho, wameshaenda mbali sana, yani mambo ya kiroho kweli hayamo tena ndani mwao, hadi inafikia wakati ambapo utaona kaka yake mtu anamtazama dada yake. Ninaposema kumtazama, yani kama vile kumtamani. Sikilizeni kwa makini, kwa sababu dada yake amekuwa ana makalio, ana nini, mwili umenani, tayari anaanza kuangalia dada yake wa tumbo moja. Ndugu zangu, anamwangalia, anamtazama kwa macho mengine ambayo sio mazuri. Wazazi wa kiume kuwatazama binti zao, kuwatamani binti zao, vijana kuwatamani na kuwatazama kwa namna ambayo sio nzuri mama zao, shangazi zao. Haya mambo yote yanatokea kwa sababu watu wameshahasi kwelikweli sheria za kiroho. Hilo ni jambo ambalo kwelikweli ni aibu na ni zidi ya sheria za ukweli, kwa sababu kuna upotovu ambao umeingia katika ufahamu wa mtu wa namna hiyo. Ndio maana anaweza kaisi, ndio maana anaweza kafanya hayo mambo. Ndio maana Temusea pia akasema katika sura yake ya 17 mstari wa 6 kwamba nimekuwa kicheko cha demon, kwa maana utu wangu ni kitu cha kudharauliwa kama yule anayetemewa mate usoni. Kwa hiyo ni aibu kama jinsi nilivyosema, maana ukimtemea mtu mate usoni, yani mtu huyo kwako si kitu chochote. Tunarejea katika Mukaisedi sura yake ya kwanza mstari wa 768 hadi 769. Anaendelea kusema, atatangaza hivi ndivyo, atatangaza, kuna nukta mbili, hivi ndivyo anavyofanyiwa mwanaume anayetaka kumchukua shemeji yake kuwa mke. Kwa hiyo tumeona kwamba ameambiwa kwamba walioanzishwa wakamwambia kwamba
Ikiwa anang'ang'ania huyo shemeji yako huyo, anang'ang'ania kwamba lazima akuchukue kama vile mke, basi umtemee mate usoni. Ndipo wakaambiwa kwamba hivi ndivyo anavyofanyiwa mwanaume anayetaka kumchukua shemeji yake kuwa mke, na atajulikana kama mtu aliyetaka kufungua mlango kwa demoni za uchafuzi. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri. Kwa hiyo ukienda na shemeji yako, ikiwa kaka yako ameisha fariki, aidha bado yuko hai, yaani tayari unafungua mlango kwa demoni za uchafuzi. Maana katika mantiki, twende kwenye mantiki. Katika mantiki, ikiwa kaka yako amefariki, ameacha mke wake, wewe ambaye ni mdogo yake, huyo mke wake ambaye amemwoa, kikawaida unatakiwa automatically kumchukulia kama dada yako mkubwa. Hiyo ndio mantiki ambayo inaomba. Na ikiwa wewe ndio kaka mkubwa ambaye mdogo wako amefariki akaacha mke, utamchukulia mke wake wa mdogo yako kama dada yako mdogo. Hiyo ndio mantiki, na sio kumtamani ili kumuoa aweza kwenda naye. Hapana, kwa sababu kitendo cha kufanya hivyo, yaani mnafungua mlango kwa demoni za uchafuzi, demoni ambazo zinaweka unajisi katika familia, demoni ambazo zinaweka unajisi katika maisha yenu ya kila siku. Sijui kama mnaelewa hilo ndugu sana. Ndio maana kitabu cha Kolaita ambao wataita Yusufu, sura yake ya kwanza mstari wa 54 hadi 60, anasema roho wa sheria alikuwepo na akakataa uamuzi wangu. Kwa hiyo soma, wakati alipomwambia Diuse mwanaye kwamba nenda kwa shemeji yako ukamuoe na umpatie uzao, basi wakati huo roho wa sheria alikuwepo, akakataa hilo jambo. Sio kwamba alimkataza usifanye hivyo, no. Yaani hakuizinisha huo uamuzi ambao soma aliochukua na kumwambia mwanaye Diuse aende kutekeleza. Hicho kitu kiko zidi ya sheria. Pia anaendelea kusema yeye Soma, ni kwa sababu hii kwamba mwanangu Diuse, baada ya kukubali ushauri wangu uliotokana na kukubali hamu yake, kuna mkato. Kwa sababu Diuse hakuenda tu kwa sababu baba yake Soma alimwambia aende, no, bali pia kwa sababu alikuwa tayari anampenda na kumtamani mke wa kaka yake, na hicho Soma alikiona, na ndio maana kilichomsukuma. Na wakati alipopewa hivyo akasema asante. Sio kwamba kwa sababu baba tu ndiye aliyemwambia aende, lakini naye pia alikuwa tayari ameshapenda hivyo. Ndio maana anaendelea kusema alitaka tu kuwa na uhusiano wa karibu, kuna mabano, yani wa kimapenzi na Lende ndio huyo mke wa kaka yake, yani shemeji yake anaitwa Lende, kwa sababu alikuwa mwanamke mweusi mrembo sana, mwenye mwili kamilifu lumba, yani alikuwa mwanamke ambaye hana kasoro ya mwili, mwanamke mweusi, alikuwa ameenea. Yani huyo mdogo wake anapomwona mke wa kaka yake, yani anapoteza network, kama gisi watu wengine wanavyosema. Na hiyo ni kufuru. Hawezi ukafanya mambo kama hiyo kwa mke wa kaka yako, hautakiwi kuingia katika ufahamu huo. Kwa hiyo yeye alichokitaka kwa huyo mwanamke sio kitu kingine, ni kulala naye tu, yaani atimize ile haja ya hamu yake ya mapenzi ya ngono tu, ya kingono. Hilo tu ndio jambo ambalo alilolitaka zaidi sana. Na kitendo hicho cha huyu Diuse kwenda kumfanyia shemeji yake namna hiyo, inaonyesha kwelikweli Soma ambaye ni baba yake wakati huo hakuwa na msamini mkwewe, hakuwa na msamini Lende hata kidogo. Maana alimfikiria tu mwanaye Diuse, lakini hakuangalia maumivu ambayo anaweza akayapata Lende baadaye, kwa sababu kweli alikuwa tayari, ikiwa huyo Diuse atakuja na kwamba atazaa naye ili kwamba kuendeleza mzao wa kaka yake, kwake Lende hakuona tatizo kuhusiana na hilo.
Lakini kumbe huyu jamaa ambaye ni Diuse, lengo lake lilikuwa tu ni kutimiza haja tu ya ngono yake basi kwa huyo mwanamke. Nafikiri hapa mnaelewa vizuri kile kilichotendeka. Mwanangu Diuse alijua kwamba mtoto huyo hangechukuliwa kuwa wake. Kwa hiyo inapenda kuonyesha kwamba luba, yaani Diuse alijua kwamba mimi nitaenda kwa huyo mwanamke, lakini kuzaa naye no, mimi naenda kutimiza tu kile ambacho ninachokitaka, kwa sababu nikisubutu tu kuweka ujauzito mpop na mtoto akazaliwa, huyu mtoto sio wa kwangu, ni mtoto, atakuwa mtoto wa kaka yangu, na hilo mimi siwezi nikakubali. Siwezi nikaona kama ni kizuri, hata nifanye kile ambacho nitafanya, kwa sababu kuna sheria. Sasa watu wanaweza kujiuliza, namna gani ikiwa yeye anapoingia anafanya analala na shemeji yake na ujauzito umetoka, kwa nini wanasema kwamba atakuwa mtoto wa nani, wa kaka yake? Tutafika hapo, mtajua kwa nini. Katika kipindi fulani cha zamani, mwelewe kwamba mwanamke alipokuwa akiolewa, anapoolewa, moja kwa moja anatambulishwa kwa familia kwamba ndio mke wetu. Mara nyingi huwa anatumia huu msemo kwamba mke wetu, lakini haijamaanisha kwamba nyinyi wote mtakuwa mnalala naye. No, ni mke wetu, ni mke wa akina fulani, wa kabila fulani, wa akina fulani, wa familia fulani. Kwa hiyo familia yote inajua kwamba huyu ndio mke wetu, lakini mwenye mke ndio fulani. Sikilizeni kwa makini. Sasa anakuwa mke wa familia, na mme inapotokea kwamba mme amefariki, sasa kwamba mdogo akija kumwoa, yani shemeji yake, na kuzaa naye mtoto, maana yake huyo mtoto aidha hao watoto watachukuliwa kuwa wa kaka yake mkubwa, yaani hawatachukuliwa kuwa watoto wake yeye, no, watakuwa wa kaka ambaye alimuoa kwanza huyo mwanamke. Mnajua kwa nini ndugu zangu? Kwa nini? Kwa sababu katika sheria mnatakiwa kuelewa kwamba kuna tundu moja. Sikilizeni kwa makini, kuna tundu moja ambapo katika hilo tundu hakutakiwi kuingia mbegu hizi mbili tofauti, kunatakiwa mbegu moja. Nafikiri wengine bado hawajaelewa. Tundu ambalo litachukuliwa kuwa kama vile udongo pia alijafukiwa, liko wazi, yaani alijatakaswa, lingali tu kwa ajili ya ile mbegu tu. Chochote ambacho kitaingia pale kinahusiana na ile mbegu tu. Ndio maana kila alipofanya ngono na shemeji yake Lende, aliruhusu mbegu yake kimakusudi, kuna mabano. Yeye pia alianzishwa katika sanaa ya utendaji na uvumilivu wa fahamu wa raha, yani uamsho, tunafunga mabano, nitawaeleza namna gani. Yani naye pia alianzishwa kwa namna gani anaweza kafanya tendo la ndoa kwa muda mrefu na kubaki katika raha ile ile ambayo umeanza mwanzo hadi kwenye mwisho. Yani unabaki katika ile raha tu kwa muda wa kutosha wa dakika na madakika. Alifunzwa hilo, hakuwa na haja kusema kwamba leta hiki na hiki uchange hivi ukunywe alafu na ni kitu ambacho mtu anaanzishwa na unafanya hivi. Yeye alikuwa anajua, yani kwa hiyo alikuwa akifanya hivyo hadi pale ambapo anajua kwamba hivi nimeridhika. Inapotaka kutoka sasa, ndio atafanya nini? Mtaenda kuelewa. Ndio maana kila alipofanya ngono na shemeji yake Lende, aliruhusu mbegu yake kimakusudi manii ambayo ni mbegu hiyo yake yakamwagika chini. Kwa hiyo wakati ambapo anapoona kwamba hivi nimeridhika sasa, wakati ambapo anatapo, yani mbegu anapotaka aidha manii anapotaka, anatoa anamwaga chini. Sasa hicho ndicho kitu ambacho hawa wachungaji wa uongo, manabii na maprofet walijidanganya, wakasema kwamba Mungu alimuua kwa sababu alikuwa akipiga punyeto. Hapana, hamjajua chochote ambacho kilitendeka nyinyi. Sikilizeni kwa makini. Ndio maana kila alipofanya ngono na shemeji yake Lende, aliruhusu mbegu yake kimakusudi manii yake kumwagika chini. Kuna mabano,
hakuweka matata eyo, hakuweka matata eyo, yaani ulinzi wowote kwenye uume wake dhidi ya magonjwa ya zinaa. Na bila ulinzi huu alitaka kumfanya Lende aamini kwamba angempa uzao ambao utajulikana kwa majina mengine katika enzi ya mbali sana chini ya majina ya kondom, kapoti na mengineyo, ili asimpe kaka yake mtoto. Maanake ni nini? Yaani katika kipindi hicho, yaani yeye alikuwa akija, anapokuja kwa shemeji yake, analala na shemeji yake, hatumii kinga yoyote, hatumii hii ambayo inaitwa kwa jina la matata eyo. Ndivyo ilivyoitwa katika lugha yake ya asili, kabla hili jina ambayo mnaita kwamba kondom au kapoti, haya yote hayajaja, lilijulikana mapema, lakini inaitwa matata eyo, ambayo ni ulinzi ambao unauweka kwenye uume ili kuepuka magonjwa ya zinaa mfano. Lakini yeye hakufanya hivyo, hakuweka kwa sababu anajua kwamba lazima yeye Lende, si anajua kwamba anakuja katika lengo la kumpatia uzao. Sasa akitumia tena hiyo matata eyo, mtoto namna gani atachukua ujauzito? Kwa hiyo ndio maana alikuwa akifanya hivyo bila kabisa chochote kile cha kuzuia. Lakini wakati ambapo muda unapofika kwamba hivi anataka kufika mwisho wake, boom, anatoka alafu anamwaga chini. Sasa ina maana kwamba alikuwa katika hila, anamdanganya zaidi sana tena shemeji yake. Sikilizeni kwa makini, sikilizeni vizuri. Lende kila mara ambaye ni shemeji yake alipokuja kufanya tendo naye, yeye alikuwa anaweka katika mafikira yake kwamba muda huu sasa lazima nitaenda kupata mtoto sasa. Kumbe Diuse yeye alikuwa akimtumia tu, alikuwa akimtumia shemeji yake, yaani alikuwa akifanya tu ni ujanja tu. Yaani yeye alichokitaka kwake Lende ni kupata ile raha yake tu na sio kuzaa mtoto naye. Mnaweza mkajiuliza sasa, ikiwa yeye Lende kwa mara ya kwanza ilifanyika hivi, sasa kwa nini asikatae? Sasa kwa nini alikubali kweli kweli kuzaa naye, na yeye anajua kwamba sio vizuri hata mambo mengine? Kwa nini alikubali kuzaa naye? Sikilizeni kwa makini huu ufunuo mwingine ambao mtaenda kupata kwa sasa hivi kwenye sekunde hizi ambazo zinakuja. Kwa nini aliona kwamba ni vema afanye nini shemeji yake amchukue? Kwa sababu katika kipindi cha zamani kabisa, kipindi cha walioanzishwa, kipindi cha mababu zetu, mwelewe kwamba mwanamke alipoolewa, ikiwa mwanamke anapoolewa na mme wake amefariki, hakuna mwanaume mwingine ambaye atapenda kumchukua kuwa mme wake. Hivyo ndivyo ilivyokuwa zamani. Sikilizeni kwa makini. Yaani mwanamke anaolewa, mme amefariki, hakuna mwanaume mwingine ambaye anapenda kuja kumchukua kama vile mke, kwamba huyu atakuwa mke wangu sasa. Hilo alikuwa zamani. Sikilizeni kwa makini. Kwa nini? Kwa nini? Hivyo ndivyo ilivyokuwa zamani. Na cha kutisha tena zaidi, ikiwa aliolewa na bado hajazaa, tena ndio inatisha tena. Wengine watasema kwamba imani namna gani? Kama aliolewa na hakuzaa, si ni afadhali? Kama mtakuwa na maswali, mtaandika hapo chini ya video. Kwa hiyo yeye Lende atajihisi aibu kuwa katika hali hiyo ya kutokuwa na mwanaume, yaani atabaki hivyo no. Na ikiwa shemeji yake atakubali kuzaa naye watoto, waza mtoto, watawachukulia watoto kama vile watoto wa mme wangu tu, si ndio? Ndio, kwa sababu mkubwa na mdogo tena wote ni familia moja, wanafanana. Hata watoto wanaweza wakafanana hata baba yao, kwa sababu wote ni damu moja. Haya yote anaweza akafikia. Kwa hiyo Diuse yeye alikuwa tu yaani akimtumia tu shemeji yake. Diuse alikuwa tu mwanaume ambaye anakuja kumtumia tu shemeji yake. Na ndio maana naye pia muendeleze, mkiangalia historia ambayo inaendelea, naye pia baadaye Lende baadaye ataenda kumfanyia baba yake mkwe ambaye ni Soma kitendo kama hicho hicho.
wale ambao wanajua historia wanaweza wakasoma. Ndio maana Mutatedi hakumwazibu Soma maana malipo ni hapa hapa. Lende naye alimlipa hapa. Ndio maana ukiua hapa lazima nawe pia utalipiwa hapa hapa. Hiyo ndio mnatakiwa kwanza kulielewa. Kwa hiyo ikiwa wewe ni mwanaume ambaye leo uko na mwanamke fulani, yani wewe uko, yani tuseme mwanaume ambaye anapenda kuwa na wanawake huko kushoto nini, na mwanamke anapokuambia hivi na hivi, unatana naye, unamblock, unamtoa kwenye nani orodha, anakupigia upokei, unakata kila kitu, mawasiliano, okay, nenda wewe next, unachukua mwingine, yani huku na huko unachukua wanawake hivi na hivi na hivi. Ndugu yangu, malipo ni hapa hapa. Malipo ni hapa hapa. Diuse alikuwa akimtumia dada yake, yani shemeji yake tuseme. Tutaenda kufika huko. Ndio maana kila alipofanya ngono na shemeji yake Lende, aliruhusu mbegu yake kimakusudi kumwaga chini. Hakuweka matata eyo, yani ulinzi wowote kwenye ume wake zidi ya magonjwa zinaa, na bila ulinzi huu alitaka kumfanya Lende aamini kwamba angempa uzao ambao utajulikana kwa majina mengine katika enzi ya mbali sana, chini ya majina ya kondom, kapoti na mengineyo, ili asimpe kaka yake mtoto. Kipindi ambapo hizo kondom zilipofika katika bara letu, watu wanaanza kuelewa kondom. Wanaume walikuwa wanajisi aibu kwenda kununua, kwa sababu ukienda kununua watasema huyu jamaa anapenda, anaenda kufanya alafu watu wanajisi aibu sana. Hilo ni jambo lingine. Kwa maana alitumia ujanja kila wakati, yaani ni ujanja aliokuwa akiufanya tu kwa kitendo, kwamba mwanangu Diuse alioa na kufanya ngono na shemeji yake Lende, na wakati huo huo kumwaga shahawa zake chini wakati wa kila tendo. Tabia hii ilimkasirisha Mutatedi, na Mudima Bekokisedi akamfanya, yani Diuse pia, kufa kifo cha kimwili. Hakuuawa kwa sababu alikuwa anatoa nje. No, sikilizeni kwa makini. Unapokuwa na mke wako, mumeoana, na mkiamua kwamba mtazaa mtoto, hakuna shida. Kulingana na ukweli, hakuna tatizo. Mkisema kwamba mtatumia kinga, condom, ni vizuri, haina shida. Wengine wanatumia vidonge nini na nini, inategemea kila mmoja na mme akiamua kwamba ataanza wakati wa anatoa nje, hakuna tatizo. Tatizo iko hapo. Au Wakristo watasema ukitoa nje unaua watoto. Importe kwa unamaanisha kitu gani kuua watoto? Ikiwa ni kuua watoto, kumbe unawaua kweli kweli. Maana mnasema namna gani? Wakati mtu anapomwaga wanasema kuna manii ngapi? Wanasema milioni na milioni, si ndio? Lakini kati ya hizo milioni ni moja tu ambayo itaingia. Aidha wawili ndio mapacha, aidha watatu ndio watoto watatu, hivi na hivi. Sasa hiyo milioni nyingine yote ambayo inalasi haifariki. Kwa hiyo nawe pia ni muuaji. Sasa namna gani? Tuachane na mambo ya kijinga, ndugu zangu. Kwa hiyo kitendo cha yeye ameamua kwamba atakuja kuoa shemeji yake, ingawa ni zidi ya sheria, lakini tena naendelea kumdanganya kwamba nitakupatia uzao. Yaani unamweka mwenzako akiwa natumaini kwamba atapata mtoto, wakati wewe sio lengo lako, alafu unatoa nje, alafu unamwambia kwamba nitakupatia, na wakati sio hivi. Hicho kitendo ni kitendo ambacho kwanza anatakiwa kuadhibiwa, na pia kitendo cha kumuoa shemeji yake. Hivyo vitu viwili ni vitu ambavyo si kulingana na ukweli. Ndio maana Mutatedi atafanya nini? Atakasirika, na hapo anapokasirika, Mudima Bekokisedi anakuja papo, anamuua, akamtoa, akampatia kifo cha kimwili. Ana neema kwa sababu amekufa kifo cha kimwili. Kwa hiyo ndio haki, kwa sababu tumeona kwamba Soma amecheza mchezo huo, mtoto pia amecheza mchezo huo. Yaani Lende walimtumia tu, sijui kama unaona hilo. Yaani ni kumtumia.
ni kumtumia tu, na ndio maana sio jambo nzuri ambalo wanaume wengi wanalolifanya, na hata wanawake wengi wengine. Mwanamke mmoja ana zaidi ya wanaume wawili zaidi. Unafikiria kitu gani? Huko na huyo, huko na huyo, alafu unahakikisha kwamba wote wasikutani, wasijuane, wasielewane, huyu yuko wapi? Hai, mambo ya tendo haya, mambo ya ngono haya, watu wakiingia kiundani wajue mambo yalivyo, ni balaa ambayo hipo. Hawezi ukaenda nje kutembea na wanawake ovyo ovyo, au wanaume ovyo ovyo. Nitawambia hapa kinachotendeka, ili wale ambao wanaojiona kwamba wao ni mabingwa wanaume, wanaotongoza wanawake karibu wote, yuko na huyu, yuko na huyu, haweza wanawake nao pia wanaoona kwamba mwanamume sitaki wewe, nachukua mwingine. Muone uchafu gisi ulivyo, ndio mtaelewa vizuri. Hamfunzwi zaidi sana kujua ni nini zaidi sana tendo la ndoa, aidha ngono ni kitu gani. Watu waelewe, sio mambo ambayo kila mmoja anatakiwa kuvamia vamia, no. Anasema mimi Soma, kisha nikamwambia mkwe wangu Lende, kwa kuwa wewe ni mjane mkusa, nenda ukaishi na baba yako hadi mwanangu Muka, ambayo ni Ombi, atakapokuwa. Ni nini kilichotendeka hapa? Kwa nini Soma hakutaka mkwe wake ambaye ni Lende abaki hapo nyumbani? Kwa sababu anajua kwamba ni kupitia mkwe wake yeye Lende watoto wake wawili walifariki, na akaona kwamba huyu watatu huenda naye baadaye anaweza kuingia katika hisia hizi hizi za kwenda kumtamani dada yake, nani, shemeji yake. Sasa akashindwa kumweleza atamfukuza namna gani, ndio maana akaangalia akaona kwamba no, wewe sasa wende tu nyumbani kwenu, halafu huyu kijana huyu ambaye yuko hapa, huyu akikuwa hapo ndipo unaweza ukarejea ukaendelea. Kwa sababu ndio kitu ambacho nimewaambia kwamba unapofiwa na mwingine, kupata mme wa kuwa naye, zamani haikuwa hivi, lakini leo imeshakuwa kama fashion. Mtu yuko na mme leo, wameoana kidogo hivi, pupupu, haya naachana naye, nitachukua mwingine. Bwana, haijakatazwa kutengana, hiyo haijakatazwa, lakini wengine ni yaani, utauliza kwa nini? Kwa sababu yeye hana pesa. Hivyo tu amwachana. Okay. Na zingine, sababu zingine ambazo si za msingi. Zamani hapakuwa hivi ngizi, wengine wanajidai single mother au single nani father, watu wanajidai. Ni aibu. Zamani ilikuwa ni aibu kuona kwamba umeachika, ilikuwa ni aibu, lakini leo ni fashion. Ikiwa mtu hayuko vizuri, afanye kitu kizuri, na haijakatazwa kuondoka, haijakatazwa, lakini wengine wanachukua sababu zingine ambazo hazina hata za msingi. Ni hayo. Kwa hiyo Soma yeye anamwambia kwamba basi wewe nenda kwa baba yako, sasa atakapokuwa ameshakuwa ndipo utakuja. Lende akaondoka, lakini Soma anasema nilijisemeza, Muka hapaswi kufa kama kaka zake. Kwa hivyo Lende akaenda kuishi na baba yake. Kwa hiyo yeye Soma alikuwa anajua kwamba anamwambia aende tu, lakini hata ruhusu mwanaye afanye nini baadaye au na shemeji yake, kwa sababu naye asije akafariki kama gisi kaka zake walivyofariki. Nikupenda kuambia kwamba unapoenda kutembea na mwanaume, wewe mwanamke, sikiliza kwa makini. Unapoenda kutembea na mwanaume ambaye si mume wako, ujue kwamba utakuja unabeba kitu kutoka kwa huyo mwanaume. Sikiliza kwa makini. Kuna kitu ambacho utaleta kwa huyo mwanaume ambacho utakuwa nacho, yaani hali zake zote, mwenendo wake wote mbaya, kila kitu chote kibaya kwa kitaingia ndani mwako. Na haya yanapoingia, unapokutana sasa na mume wako kwa mfano, yale yote ambayo huyo mwanaume alio nayo tena nayo pia anaingia kwa mume wako. Mme pia ikiwa anaenda kutembea na mwanamke fulani nje ya ndoa huko, ataleta uchafu wote, unajisi wote, mawazo yote ambayo ni mabaya yote ambayo yapo ataleta, na wakati mtakapofanya tendo la ndoa nao pia unachukua hivi. Yaani ni uchafu tu ambao unaingia ndani yenu. Hilo mlielewe vizuri, na isiwashangaze kuona kwamba baadaye mtoto wangu amezaliwa kichwa kake kanafanana na jirani. Fanyeni angalisho haya mambo, fanyeni angalisho.
Fanyeni angalisho. Unapoenda kukutana na mwanaume umetembea naye ambaye ameshawahi kutembea na wanaume wengine, yani umetembea na shoga, tuseme kwa mfano, umetembea na mwanaume ambaye ni shoga, hiyo hali yake yote ya ushoga unabeba nawe pia. Kesho kutwa wanapoongelea washoga, unavumilia, unasema mimi umwache, kila mtu yuko huru kufanya kile ambacho anajihisi kwa sababu umeshakuwa na mayai ndani. Unapoenda kutembea, unaweza ukasikia kwamba una mwanaume ambaye anapenda wanawake ambao yani ni tuseme wanasema nini, small skin, yuko hivi, lakini baadaye tu anaanza kuvutiwa sana na wanawake ambao wana makalio makubwa na mengine. Inaweza ikatokea kwamba mwanamke ambaye labda ulienda kutembea naye, hata kama alikuwa hivi, aliwahi kutembea na mwanaume ambaye huyu mwanaume naye pia aliwahi kutembea na wanawake ambao wana makalio makubwa. Sasa anapokuja kutembea na wewe, yani amechukua hiyo information yuko nayo, na wewe pia unapokuja, hiyo information ya wanawake ambao wana makalio makubwa nayo pia inaingia kwako, na baadaye unaanza kuvutiwa, na mimi labda huyu mwanamke ambaye ana makalio makubwa ndio naweza kupenda. Haya mambo tunayaongea ili kuepusha matatizo ambayo yanaweza kaingia katika ndoa. Kwa hiyo swala la tendo la ndoa sio swala ambalo watu watajivuna. Wanawake siku hizi hawana hata aibu, anapanda hata kwenye mitandao ya kijamii huku akijisifu kusema kwamba fulani nililala naye, fulani nililala naye, fulani nimeshalala naye. Mwingine anajisifu, anajiona kabisa yuko bingwa, ameshalala na fulani. Hakika kweli watu wameenda mbali sana maadili ya kiroho, mambo ambayo hayasemeki hivi watu wanaona ni very simple, wengine wanaona kama ni kitu ambacho ni cha kawaida. Kwa hiyo kitu cha kujifunza katika mafundisho haya ni kwamba hapana kuwatumia watu. Naposema kumtumia, yani usimtumie mtu mwingine, maana ukimtumia mtu ujue kwamba nawe pia utatumiwa. Ukimtumia mtu, kwa sababu tumeona Lende ametumiwa hapa, lakini ukimfanyia mwenzako hivyo, nawe pia utafanyiwa hivyo, ndio maana yake. Kwa hiyo ikiwa katika maisha yako uliwahi kuwa na wanawake wengi, unachukua huyu unaachana naye, unafuta namba yake, sikutaki, nenda kule mambo mengine. Ikiwa ulifanya mambo kama hayo sasa ukaingia katika ukweli huu wa neno la lubatete na kwamba umefunga ndoa, mfano aiza unataka kufunga ndoa, mfano unatakiwa kuomba msamaha. Ikiwa mke wako ambaye naye pia amekubali huu ukweli, unaweza ukamwomba mke wako msamaha ili apate kukusamehe kwa niaba ya wanawake wote ambao uliwahi kuwatumia. Vinginevyo, bila kufunga mlango huo, hali hiyo itakufuata katika maisha yako yote, hata ukiwa katika ukweli. Hilo mnielewa vizuri? Luba anaendelea kujitukuza.